Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa matendo yake mema na kwa ajili ya vile alivyo mwaminifu. Tena nakushukuru Mungu kwa ajili ya kuwa na siku ya leo. Tuko na jambo la kumwambia Bwana na asante. Kwa hivyo tunaenda kusikia neno la Bwana. Na tunaenda kuangalia neno la Bwana kuhusu yale Bwana amenena hayana bundi kutimia. Yale Mungu amesema katika neno lake kupitia manabii, kupitia mitume, hayana bundi kufanyika. Kwa hivyo ni jukumu lako na ni jukumu langu tusikie neno la Mungu na tukalitende, ili ya wakati yatakayetimia tukaweze kuwa tumetenda yanaye tupasa kufanya. Wacha tushukuru kwa ajili ya neno la Bwana. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa neno lako. Tunapoenda kulisoma Bwana, ninaomba Roho wako atusaidie. Nami nitakushukuru, nitakuinua. Kanene na aliye nyumba hii na anayesikia katika mitandao ya kijamii, kanene naye na sifa zote zitakurudia ukiwa mbinguni, na nikupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Kwa hivyo tunaangalia neno la Bwana katika Ufunuo wa Yohana ama Revelation 1:1. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo ya kwamba hayana budi kuwapo upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Amen. Mstari wa 2. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Amen. Achia hapo. Anzia kwanza mstari wa 1. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyesha watumwa wake. Ufunuo wa Yesu wa Mungu ambaye alimwonyesha nani? Ambaye aliwaonyesha watumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufunuo huu ni wa Mungu kupitia Yesu Kristo, akaonyesha watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo ambayo yanafanyika ama yatakayofanyika kwa Mungu kupitia Yesu Kristo, akaonyesha watumishi wake. Watumishi wa Mungu hawapatwi na jambo ambalo hawajaambiwa. Ni mambo ambayo yatakayotendeka. Mungu kupitia Yesu Kristo akawaonyesha watumishi wake. Ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Ambayo hayana budi kuwepo upesi. Yaani mambo haya Bwana aliyokuwa anaonyesha hayana budi kutokea na kutokea upesi. Pale Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho kitatokea, lakini unaonyeshwa kabla hakijafika. Pale Yesu asifiwe. Mungu anapofanya jambo, anapopanga jambo, lazima kwanza aonyeshe watumishi wake kile kitakachotokea, ili wawe tayari na wao wanajua kunaendaje. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Naye kwa mkono wa malaika akaonyesha mtumishi wake Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Akaonyesha mtumishi wake Yohana kwa mkono wa nani? Wa malaika. Malaika akaambiwa na Yesu ile ripoti atakayepelekea Yohana yale mambo yatakayotokea na yatakayotokea upesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo.
Kwa hivyo hii ni kitu kimeshuhudiwa, yatakayefanyika, yatakayekuja ni ushuhuda wa Yesu Kristo na mpango ambaye Baba amepanga akiwa katika kiti zake za enzi. Yaani mambo yote aliyoyaona. Mambo yote aliyoyaona. Malaika alikuwa mshuhuda wa mambo yote aliyoyaona yakifanywa na Baba na yatakayetendeka. Akawa mshuhuda na akashuhudia na akaambia mtumishi wake Yohana ni nini kitakachofanyika. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu. Heri wasomaye na wasikiaye maneno ya unabii huu. Heri wasomaye. Ni vizuri mtu ajisomee neno. Ni vizuri mtu asikilize neno na alifanye hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Heri asomaye neno hilo na kulitenda ama kulifanya. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwaka huu wa 2026 tulisome neno la Bwana na tuyafanye yaliyoandikwa. Maana yaliyoandikwa sio story imeandikwa. Kama ni gazeti, kama neno la Mungu ni kama gazeti ama kama kitabu cha kawaida, akingekuwa kimesomwa hiyo miaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu neno la Mungu liko hai na liko na nguvu, ndiposa Bwana anatupatia ufunuo siku baada ya ingine, ili tusilisoe, ili tusimboeke. Tunakuwa na ufunuo. Hata mtumishi mwingine akichukua kitabu akihubiri, bado atakuwa na ufunuo. Hata wewe unayesikiliza ukichukua na kusoma, utakuwa na ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana neno la Mungu liko na uhai na liko na nguvu. Maandiko yanasema ufunuo. Na hii neno ulisome na ulifanye nini? Na ulitende. Ulishike. Na ulishike. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusoma tu na kusikia story useme ndivyo kunaenda, sawa. Unaanzia hiyo story hapo. Ni kusoma na kushika. Tunaposoma neno la Mungu, tunalishika, linatubariki, linatukemea, linaturekebisha, tunashika na tunakubaliana na hilo neno. Kwa maana wakati huu karibu. Maana wakati huu karibu. Wakati huu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko karibu. Kile unapaswa kujua ni wakati uko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mahesabu ya mwanadamu sio ya Mungu. Maana kwa Mungu siku moja ni kama siku 1000. Siku moja ni kama siku 1000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahesabu yake tunaweza kuona kama hii neno limekaa, lakini ikawa ni mwezi mmoja tu imekaa kwa Mungu, kulingana na mahesabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tangu Yesu aondoke, sisi tunaona ni miaka mingi, lakini kwa Mungu inaweza kuwa hata hii afika mwaka mmoja, kulingana na mahesabu yake. Kama siku moja ni kama siku 1000. Na siku moja ni kama siku 1000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa Mungu hesabu yake ni sisi tu tunasumbuliwa na masiku. Lakini kwa Mungu kila kitu unaona ati kimekaa sana, kinaweza kuwa kwake ni wiki moja. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo unaona wale wa Israeli wanalilia Mungu, Mungu tuokoe. Mungu akasema nimesikia maombi. Na aliposikia maombi, sasa preparation zinaanza, mipangilio ya kuokoa inaanza kufanywa. Sasa mama anachukua mimba ati ndiye anaenda kuokoa wana wa Israeli. Musa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nimesikia kilio, sasa ninakuja.
Sasa Musa asaliwe ama kuliendaje? Mungu aliposikia kilio za wana wa Israeli, mipangilio ya kuokoa ikaanza. Ama Musa akasaliwa. Tayari watu wanafanya nini? Wanalia na wanangojea kufanya nini? Kukombolewa. Sasa Musa anafanya kwa sababu huyu anataka kuokoa, lazima awe na mafunzo ya kutosha ya kuongoza. Kwa hivyo ni lazima nimpange ili awe kiongozi, komanda wa jeshi. Mtoto amekuwa katika ufalme ambaye atakuwa na uwezo wa kuongoza wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasaliwa na anaanza mafundisho. Kwa hivyo itatokea nini ili afundishwe? Sasa ni vijana wote watauawa na mchichana wa Herode achukue mwokozi amulee kifalme ili aokoe wana wa Israeli. Hii mnapata ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Hii kijana ndiye anataka akomboe. Na sasa nitamuingizaje katika ufalme? Huyu kwanza awe tasa ala mtoto. Sasa akipata katoto si atakafurahia? Atasema Mungu amenionekania. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtoto akasaliwa. Kwa hivyo mahesabu ya Mungu hayawezi akaelewa, mwanadamu hawezi akayaelewa. Lakini kwake mambo haya yatafanyika upesi. Kwa hivyo tuwe tayari. Tujipange ili siku itakapofika tuwe tuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akasema lazima tuwe na mafuta ya kutosha, ili masaa yakisonga songa tuwe tuko na backup ya kutusaidia. Revelation hiyo 22 mstari wake wa 6. Kisha akaniambia, maneno haya ni amini na kweli. Kisha akaniambia maneno haya ni amini na ni ya nini? Ni ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maneno haya ni amina na ni ya ukweli. Kwa hivyo neno ambalo limeandikwa ni la amina na ni la ukweli. Yaani ni kitu ambaye haina shaka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ufunuo hiyo ndio kufungia. Kuna kitabu kingine kimebaki hapo ni kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hayo yote yameandikwa ni amina. Yaani kukubaliana na hiyo na ni ya ukweli. Unaposema amina ni kusema na liwe hivyo. Na ni la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanasema amina, kumaanisha ya kwamba nimethibitisha hilo nimenena na ni la ukweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii, naye Mungu wa Bwana wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuonyesha watumwa wake. Alituma malaika wake kuwaonyesha watumwa ama watumishi wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ametumana, na alipotuma malaika wake akawaonyesha watumishi wake mambo ambayo hayana budi kufanyika, ambayo yatafanyika upesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chochote kinaweza kutokea na wakati wowote. Kwa hivyo tuwe tayari. Ndiposa unapaswa kuwa umejipanga. Unapaswa kuwa umeweza, uhusiano wako na Mungu uko salama. Maana hatujui siku wala saa. Kwa hivyo wewe unayefanya dhambi, achana na dhambi, maana hujui saa wala siku. Neno la Mungu litafanyika na litafanyika upesi, na halina budi kufanyika na halina budi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Natazama naja upesi. Natazama naja upesi.
Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema anakuja upesi. Heri yeye ayashikae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Heri yeye ashikae maunabii wa kitabu hiki. Heri yeye ashikae. Ninakuomba unasikia neno hii, ukalishike hilo neno. Ukalishike neno. Na Bwana atakusaidia. Anasema heri yeye ashikae maneno ya kitabu hiki, ama asikae maneno ya neno la Mungu. Heri yeye. Kwa hivyo ni jukumu lako ushike, ni jukumu langu nishike. Maana ni heri wewe unalishika neno la Bwana. Kwa hivyo ni vizuri tulishike neno la Bwana. Mwaka wa 2026 tukalishike neno la Mungu, tukaelekea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Maana hili neno halina budi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Halina budi kutokea. Leo upesi, sika sana ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu ninaomba tukalishike neno la Bwana. Mwaka huu ninaomba tukakamate neno la Bwana vizuri. Tusiwe wasikilizaji wa neno tu, bali tukalitende neno. Bwana Yesu asifiwe. Tukatende neno la Bwana. Tukatende yale Bwana amenena katika maandiko, ili yakaweze kuwa uhai kwetu. Maana tusipolitenda neno, aliwezi likawa uhai. Kile kinafanya liwe uhai ni kulitenda. Kwa hivyo unakuwa tayari kulifanyisha neno kazi. Unakuwa tayari kusoma neno la Bwana. Unakuwa tayari kutenda vile imekuambia. Hata kama inakukemea, ukubaliane nalo, urekebike. Urekebishe maisha, urekebishe tabia. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mahali utasoma ni mahali kuna kuambia utabarikiwa, utabarikiwa. Utabarikiwa. Naye kubarikiwa hiyo imeletwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Utainuliwa ukiwa umeketi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujiulize, kile kitafanya niinuliwe ni nini? Unajua watu wanataka kuambiwa kila kitu kizuri, lakini kitu kinachokufinya hautaki kuambiwa. Lakini kile kinakufinya ndicho kitakacho kufanya uwe sawa. Maana utajua hii ninayefanya haifai. Hii ninayefanya inapaswa nirekebishe, ili nitende sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutende sawa sawa na mapenzi ya Bwana, naye Mungu tutaona vile atakavyofanya mwaka huu wa 2026. Sikashana ulizo nacho, maana Bwana anakuja upesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako na ni jukumu langu uamini Bwana Yesu, uamini ya kwamba anabadilisha na anaokoa, naye atatenda mambo makubwa na mambo ya ajabu ambayo tutakuwa na jambo la kufurahia na kushangilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaachia hapo. Kama uyaokoka, amini Bwana Yesu akubadilishe. Yesu anakuja upesi. Badilisha maisha yako. Yesu naye akusaidie ukawe mtu wa jinsi Bwana apendavyo uwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uyaokoka, nataka uamini hii ombi. Uamini moyoni mwako Bwana Yesu akubadilishe. Ukubali ya kwamba umetenda dhambi na ukubali kuachana na dhambi. Bwana naye akuokoe na akufanya mtu wa jinsi Bwana apendavyo uwe. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi ni mwenye dhambi, ninatubu dhambi na makosa. Samehe dhambi zangu na makosa. Futa jina langu katika kitabu za mauti. Andika jina langu katika kitabu za uzima. Nimekataa shetani na nimekukubali Yesu uwe mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo nimekataa shetani. Yesu nitawale. Yesu nielekeze. Nikawe mtu wa njia ambaye upendavyo niwe. Na nikupitia jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Mungu wa amani akubariki. Soma neno la Bwana, enda kanisa inayomwabudu Bwana korona kweli, naye Mungu wa amani
atakusaidia. Wewe ukiwa mgonjwa, amini Bwana Yesu anaponya. Amini Bwana Yesu anaokoa. Amini Bwana Yesu anabadilisha maisha. Na tuombe naye Bwana atakubadilishia na atakufanya mtu wa jinsi apendavyo uwe. Atakuweka huru, atakukomboa katika jina la Yesu. Shika, inua mkono wako, tuamini pamoja naye Bwana akuponye na akuweka huru. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Nasema ni asante kwa ajili ya anayesikia neno hili, akiwa katika nyumba yako na akiwa katika mitandao ya kijamii. Kuna shinda na matatizo ambayo yamekumkumba. Bwana, ninaomba uponyaji, ukamponye kimwili, ukamponye kiroho katika jina la Yesu. Aliyekuwa amefungwa na magonjwa, ninatangaza Baba uponyaji, ninatangaza Baba kufunguliwa katika jina la Yesu. Maana neno lako liko na uhai, neno lako liko na nguvu, na ni likali kuliko upanga ukatae kuwili. Maandiko yananiambia kupitia mapigo yako msalabani tumepona. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu. Ninatangaza kuwekwa huyo aliyekuwa ameondoa na adui, ninatangaza kufunguliwa. Aliyekuwa Baba amefungwa na uovu, ninatangaza kufunguliwa katika jina la Yesu. Ukawaponye kimwili, ukawaponye kiroho katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza Bwana watu wako Bwana watoto wako wanaamini na kuamini ya kwamba unaokoa, ukawaweke huru na ukawaweke huru kweli kweli katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu ulio hai, ninatangaza neema na ninatangaza ushindi wa Yesu Kristo ukaweze kuwa mwingi, ukaweze kuwa mwingi katika jina la Yesu, ukaweze kuwa mwingi katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikaweze kuwa nyingi katika jina la Yesu. Nami nitakushukuru na kulitukuza jina lako katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu ulio hai, winulia Baba yetu, umetenda mema, pewe sifa na utukufu, na ni kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Amen. Mungu wa amani wabariki. Mungu wa amani awatende mema. Tutakuwa na ibada ya pili katika mitandao, tutakuwa live saa 6:30. Karibuni sana, tubarikiwe pamoja. Barikiwe sana.